Tuashime ikhwani, tuisome Qur'an. Wacheza kamari wameacha mwezi huu tunamwambia Mwenyezi Mungu sisi na kamari tumeacha kucheza. Wazinifu wameacha tunamwambia Mungu ya Tawwabu tuba alaina, maana yake tunamwambia Mungu sisi tumeacha uzinifu, tukubalie toba yetu. Jambo la kwanza kuacha lile kosa mtu alilokuwa analifanya. La pili, kujuta kwa nini alikuwa anafanya vile. Kwa nini alikuwa anadanganya watoto wa watu, anawatorosha kwa wazazi wao, anakwenda kukaa nao yeye huko kinyumba. Kwa nini alikuwa usiku nzima wamelala, yeye anatoka, anaondoka katika mazingira ya kutatanisha, kukwanga. Kwa nini alikuwa pua zake anazifanya kama exhaust ya gari, anatolea moshi. Anamwambia Mungu yale mimi nimeacha na ninajuta kwa nini nilifanya. Ndio la pili kujuta na la tatu kuchukua azma kuanzia leo sitofanya tena. Kwa tunamwambia Mungu tukubalie toba yetu, kwa hatutovuta tena sigara, hatutoroga tena, hatutoongopa tena, hatutozini tena na mengineyo yasiyokuwa hayo. Hiyo ndio tauba. Kwa kuwa sisi tumetubu, tunaamini kisha Ramadhani tutakuwa watu wema, hatutokuwa tena tunafanya yale machafu tuliyokuwa tukiyafanya. Na tukiwa hivyo, Mungu anasema wa inni laghaffarun, na kwa hakika mimi ni mwingi wa kusamehe watu. Kwa nani? Liman taba, kwa yule atakayetubia. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana, na akaamini yale ninayoyasema, wa amila saliha, na akafanya amali jema, thumma ihtada, kisha akaongoka. Musa alayhi salatu wasalam alikuwa ni kiongozi wa wana wa Israeli. Allah alimpa ahadi aende katika mlima Turi kama tulivyoona hapo nyuma, aende akapokea Taurati. Lakini siku zile wanatoka pale Misri kwenda kule jangwani, waliazima vitu wana wa Israeli kutoka kwa Waqibti, kutoka kwa Waqibti, wakazi wa Misri wa asili wanaitwa Waqibti, sio Wakibiti, Waqibti. Waqibti ndio kaumu, ndio watu wa Firauni, ndio jamaa zake. Wana wa Israeli ndio wale walikuwa wanaswagwa na kuendeshwa mbio. Waqibti ni tabaka lenye uwezo sasa, kwa sababu tabaka la kiongozi. Wana wa Israeli ni tabaka duni, kwa lazima baadhi ya vitu, mwenye saa kama mtu kaazima sijui nini, almuhimu aliazima baadhi ya vitu kabla ile kutoka kwao. Musa alayhi salatu wasalam alipoondoka kutoka pale alipoacha watu wake, Mungu kamwambia aende katika mlima Turi. Kachelewa kurudi. Kuna muovu mmoja anaitwa Musa Samiri. Musa Samiri akamwambia, mnajua nyinyi kwa nini Musa anachelewa? Hapana, hatujui. Kwa sababu nyinyi mna vitu vya watu mmeazima, hamjavirudisha. Kwa hiyo Mungu wake Musa huyo alomwambia njoo huku upate muongozo, Mungu wake Musa kaondoka huko, Mungu kamwacha hapa. Mungu kamwacha hapa, yeye kaondoka huko. Kwa leteni vitu vya watu mlivyoazima. Kwa hiyo aliwazima saa, alirudisha saa, aliwazima mawani, alirudisha, kila mmoja kile alichoazima. Musa Samiri akavikusanya vile, akavitia moto. Yale yalikuwa ni madini ya dhahabu. Kisha akatengeneza ndama. Vile vitu vyote kayeyusha, akatengeneza ndama wa dhahabu. Mungu wa Musa kamwacha hapa, yeye kaondoka Turi. Mungu alijificha kwa sababu nyie mna vitu vya watu, mwongozo huko hauwezi kupatikana. Mungu wenu alomfuata Musa huko ndo huyu hapa, huyu ndama ndo Mungu wenu. Huko hakuna Mungu mwingine yote. Musa huko ndo maana hachelewa mpaka leo harudi, kwa sababu Mungu anamtafuta hamuoni, kumbe Mungu kamwacha hapa, Mungu huyu hapa. Kwa muabuduni huyu, wakawa wanamwabudu yule. Yule Mungu aliyomtengeneza ndama wa dhahabu alikuwa kamtengeneza anatoa sauti kama ya ng'ombe vile. Ile. Akamwambia huyu ndo Mungu wenu. Hayo ndo anayoeleza hapa Mungu. Mungu anamwambia Musa, wama ajalaka an qaumika ya Musa.
Musa alitoka na baadhi ya wale wafuasi wake viongozi, akaenda wapi? Kwenye mlima, si mlima Tur. Alipofika akamwambia nisubirini hapa, kisha akaenda pale kwenye mlima. Mungu anamwambia mbona umewakimbia? Kipi? Wama ajalaka, kipi kilichokuharakisha? An qaumika, ukawaacha watu wako ya Musa, ewe Musa. Qala, Musa akasema hum ulai ala athari, hawa ndio wale wanaofuata nyayo zangu. Waajiltu ilaika rabbi litarda, mimi nimeharakisha kukimbilia kwako ili uridhike. Umeniita kwa sina sababu ya kuchelewa, nimekimbilia kwako ya Rabbi ili uridhike. Qala, Mungu akamwambia fa inna qad fatanna qaumaka, sisi tumewapa mitihani huko watu wako. Min ba'dika, baada ya kuondoka kwako. Wa adallahum Samiriyu, na amewapoteza huko Musa Samiri. Musa Samiri kawapoteza. Kawapotezaje? Kawatengenezea ndama, kawaambia huyu ndio Mungu wako. Kwa hiyo huko watu wako sasa wamepotea, wanaabudu ndama. Faraja Musa ila qaumihi, Musa akarudi kuwaendea watu wake. Ghadbana, hali ya kuwa ni mwenye ghadhabu. Asifan, hali ya kuwa ni mwenye huzuni, mwenye akiwa na hasira na kahuzunika. Mimi kuondoka siku chache tu ndio mnamwabudu ndama, akasirika. Ghadbana, kakasirika. Asifan, ana huzuni, juhudi yote niliyoitoa kuondoka siku chache tu, nyinyi ndio mmeacha Mungu wa kweli, mnaabudu sanamu. Faraja Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Qala, akasema Musa kuwaambia watu wake, ya qaumi, enyi watu wangu, alam ya'idukum rabbukum, kwani hakukupeni ahadi Mwenyezi Mungu Mola wenu kwamba niende mimi nikirudi nitarudi na kitabu chenye mwongozo? Wa'dan hasanan, ahadi iliyokuwa nzuri. Afatala alaikumul ahadu, je, umerufuka kwenu nyinyi muda, hamkuweza kuvumilia? Am aradtum an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum, am aradtum, au mmetaka, an yahilla alaikum, ikufikeni nyinyi, ghadabun min rabbikum, hasira itokayo kwa Mwenyezi Mungu Mola wenu. Fa akhlaftum maw'idi, ndio mkaenda kinyume na ahadi yangu. Mimi nimekwambieni nisubirini, ishini hivi, abuduni hivi na kwenda, kwa baada ya masiku nitarudi, maisha yataendelea. Mungu katuahidi kutupa kitabu mwongozo. Nyinyi ndio muda umerefuka sana, mkaenda kinyume na ahadi yangu. Qalu, wakasema kumjibu, ma akhlafna maw'idaka, hatukuenda kinyume na ahadi yako. Bimilkina, bimalkina, kwa khiari yetu. Bimalkina, kwa khiari yetu. Walakinna, lakini sisi, humilna auzaran, tumebebeshwa mizigo, min zinatil qaumi, inayotokana na vipambo vya wale watu wa Misri. Fakadhafnaha, tukavitupa huko. Fakadhalika alqa Samiriyu, na hivyo hivyo Musa Samiri naye kachukua vile vipambo alivyoazima akavituka pale. Baada ya kuvitupa pale, fa akhraja lahum ijlan jasada, akawatengenezea ndama mwenye mwili, lahu khuwarun, mwenye kutoa sauti, lahu khuwarun, mwenye kuunguruma, mwenye kutoa sauti. Faqalu, na wakasema, hadha ilahukum, huyu ndama ndiyo Mungu wenu, wa ilahu Musa, na ndiyo Mungu wa Musa. Fanasi, kasahau. Musa Samiriyu katuambia, kipindi wewe hupo, wewe unachelewa kurudi kwa sababu vile vipambo vya watu tulivyokuwa navyo vile ndio vinavyokukwamisha wewe, unachelewa kurudi. Tuvikusanye pamoja, tukavitupa pamoja, na yeye akatoa vya kwake pia akatupa pamoja, kisha akavitia moto, akaviyeyusha vile, akatutengenezea. Fa akhraja lahum, akawatolea wao, kawatengenezea wao, ijlan jasadan, ndama. Ijl ni mtoto wa ng'ombe. Mtoto wa ng'ombe anakuwa ndama, eh? Na mtoto wa kuku ndama, eh? Nani anakuwa?
Kifaranga. Haya, kwa sababu kumbe mtoto wa kuku kifaranga, lakini mtoto wa ndege mwingine yoyote yule kifaranga cha tetele au na kwa kinda. Basi majina mtaita nyinyi, lakini ijlan ni mtoto wa ng'ombe. Kwa hiyo kwa kifaranga kwa mimi mnavyomuita kwenu, akiwa ndama mnavyomuita nyie kwenu, lakini ijlan ni mtoto wa ng'ombe. Jasadan, mwenye mwili maalum, lahu khuwarun, anatoa sauti, ana sauti ya kuunguruma. Katutengenezea, akatuambia huyu ndio Mungu. Wewe umeondoka kwa sababu ya vile vipambo, basi Mungu kajificha. Wewe umeenda kwa unamtafuta, ndio maana hujamuona. Afala yarauna, hivyo au hawaoni, alla yarji'u ilaihim qawla, kwamba yule Mungu wenyewe yule ndama hawezi kuwajibu wao kauli yoyote, wala yamliku lahum darran, na wala hamiliki madhara aina yoyote, hawezi kuwadhuru, wala nafaa, wala hamiliki manufaa ya aina yoyote, hawezi kuwanufaisha. Walaqad qala lahum Harun, na Harun aliwaambia, min qablu, kabla ya kurudi Musa, min qablu, kabla ya kurudi kwa Musa. Kabla na baada inakuwa min qablika min ba'dika, si ndio hivyo? Lakini ikiwa min qablu, hii ina maana yake kuna maneno yaliyoondolewa. Hilo neno hilo mudhafu ilayhi yake imeondolewa. Lillahi al-amru min qablu wa min ba'du. Na hapa pia waqad qala lahum Harun min qablu, na Harun kwa hakika, naam, na kwa hakika alisema Harun kuwaambia wao kabla ya Musa hajarudi kutoka kule Turi Sina. Kawaambiaje? Ya qaumi, enyi watu wangu, innama futintum bihi, nyinyi mmefitinishwa tu na huyo ndama, huyo sio Mungu, mmepewa mitihani tu na huyo ndama. Wa inna rabbakum, na kwa hakika Mwenyezi Mungu Mola wenu nyinyi, Ar-Rahmanu, ni yule Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma. Allah katika majina yake yasiyoguswa hata kwa bahati mbaya watu hawafanyi ni mawili, Ar-Rahman na Allah. Mtu atakikosea anaweza akamuita mwanawe Rahim, anaweza akamuita mwanawe Ghaffar. Hata yale majina Abdul Ghaffar, Abdul Rahim, Abdul Karim, Abdul kadha, mtu akikosea anaweza yule mwenziwe si Abdul Karim, anaondoa ile Abdul kisha anamuita Karim, wewe si ndivyo? Lakini hakosei mtu Abdul Rahman akamuita mwenziwe Rahman, wewe hakosei hiyo. Hata mtu akikosea vipi akaondoa Abdu akapita Allah, hawezi kumuita hiyo. Majina haya mawili ni katika majina mama, majina makuu katika majina ya Mwenyezi Mungu. Mungu mwenyewe anasema qulidu Allah au id'u Rahmana ayyamma tad'u falahu al-asmaul husna. Sababu Muhammad alikuwa anawaambia watu wake tumwabudu Mungu mmoja tu, hana mshirika. Alafu yeye akimwomba ya Jabbar, ya Ghaffar. Wa Quraishi wakasema kuambizana wenyewe kwa wenyewe, Muhammad anakuambieni muabuduni Mungu mmoja, wakati yeye mwenzenu anao wengi, anaye Allah, anaye Rahmanu, anaye Rahimu, anaye Ghaffaru, anaye Jabbaru, ana wengi huyo muongo huyo. Ndio Mungu akawaambia, qul, waambie hivi, ud'u Allah, muiteni kwa jina la Allah, au ud'u Rahmana, au muiteni kwa jina la Rahmani, yote ni ya kwake, falahul asmau al-husna, yeye Mwenyezi Mungu ana majina yaliyo mazuri. Sasa nyie Mwenyezi Mungu Mola wenu ni ile Ar-Rahmanu, yule ndio Mungu wenu nyie, sio huyo ijla. Haruna aliwaambia huko nyuma kabla Musa hajarudi, innama futintum bih, si vinginevyo nyinyi mmepewa mitihani kwa ndama huyo, sio Mungu wenu. Wa inna rabbakum, na kwa hakika Mwenyezi Mungu Mola wenu nyinyi, Ar-Rahmanu, yule Mwenyezi Mungu Ar-Rahman. Fattabi'uni, nifuateni mimi, ndio Musa kaniacha niwe kiongozi wenu. Musa alivyoondoka kaniachia mimi hapa uongozi, nifuateni mimi. Wa ati'u amri, natiini amri zangu. Wa ati'u amri, natiini amri zangu. Qalu, wakasema bana Israil wanamwambia Haruna, lan nabraha alayhi akifina hatta yarji'a ilaina Musa, hatutoacha kuendelea kumwabudu mpaka arudi kwetu sisi Musa. Imetumia neno itikafu, akifina, imetumika neno akifina, kama vile hatutoacha kuandika itikafu hapa
mpaka Musa arudi. Itikafu ni kudumu sehemu moja msikitini, sio kubaki msikitini, hutoki kwenda kuzurura kwa ajili ya ibada. Na wao hawatopaki kwenda kuhangaika na miungu mingine, watabaki na Mungu yule. Kwa hiyo wakasemaje? Lan nabraha, katika akhawatu kana, hatutoacha kuwa alaihi, kwenye huyu ndama, akifina, ni wenye kumwabudu, hata yarjia ilaina Musa, mpaka arudi Musa. Tutamwabudu huyu mpaka arudi Musa, tuambie huyo sio, ndio hapo tutaacha. Akituambia ndio huyo huyo, tutaendelea, lakini sio yeye Haruna. Hatuko tayari kukusikiliza. Basi wakaendelea kuabudu, muda ukaenda mpaka akarudi Musa alayhi salatu wassalam kutoka kule kwenye miqati rabbihi, karudi pale akawakuta wale wanaendelea kumwabudu ndama. Qala, Musa akasema, ya Harun, Haruna ndugu yangu, ma manaaka, kipi kilichokuzuia, idh raaitahum dhallu, pale ulipowaona wamepotea wanaabudu ndama, alla tattabi'ani, kipi kilichokuzuia usinifuate mimi? Si ungekuja basi ukanambia, bwana kule watu wamekata kamba bwana, wamegoma kule, hawamwabudu Mungu mmoja, nimetumia juhudi zangu nimeshindwa. Umekaa tu ndugu yangu, watu wanazidi kupotea huko. Ma manaaka, kipi kilichokuzuia, idh raaitahum dhallu, pale ulipowaona wamepotea, alla tattabi'ani, usinifuate mimi. Afa asaita amri, na wewe umeasi amri yangu. Si nimekwambia waongoze hapo? Umeona potea, kwa nini usije kuniambia kama wewe umeshindwa? Na wewe pia unaasi amri yangu. Qala, huku saizo kamshika kwa mkono wa kulia, kashika kwenye ndevu zake, mkono wa kushoto kamshika kwenye nywele zake, anamburuza na kumchuka, anamvuta. Qal, Haruna akasema kumwambia Musa, yabna ummi, ewe ndugu yangu. Yabna ummi, ewe ndugu yangu, ewe mtoto wa mama yangu. Mama yangu mimi na wewe ndo mwanawe hivyo hivyo, anakuwa nani yake? Ewe ndugu yangu, la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si, usinishike ndevu wala usinishike kichwa. Taratibu taratibu ndugu yangu. Kwanza nikwambie basi kilichotokea, alafu ndo uniadhibu. Inni khashitu, mimi nimehofia, nikitoka nikija huko, antakula, usije ukasema wewe, faraqta baina bani Israila, umefarakanisha wewe wana wa Israeli, walam tarqub qawli, au kuizingatia, hukuifuata kauli yangu. Baki hapa ili uwaongoze, hukuifuata hiyo. Kwa Harun alichokiangalia, na hili ndio jambo la angalizo, bora fitna ndogo, mtihani mdogo, ukae uwe unauchungulia mmoja na kujua namna gani utauhendo, kuliko kutengeneza mitihani mingi katika jamii moja, itakushinda. Wao wana tatizo moja tu, baadhi yao wanaabudu ndama, wengine wamebaki. Makundi mangapi hayo? Mawili, moja lipo kwenye haki, moja limeasi. Lakini kama nitasema hawa nitoke nije kwako wewe, inawezekana huku wengine na wao wakatengeneza makundi mengine mengi. Kwa hiyo bora hili tatizo dogo kulihendo, nakuwa na waangalia wale pale tu, kuliko nikiondoka inawezekana na hawa pia na wao wakatokea kwingine. Ndicho nilichokiogopa. Inni khashitu, mimi nimehofia, antakula, usije ukasema wewe baadaye, faraqta, umefarakanisha, baina bani Israila, kati ya wana wa Israeli, walam tarqub qawli, na wala hukuzingatia kauli yangu. Muraqaba, kitu kukichunga kisipotee. Kule mashuleni kuna watu wanaitwa wasimamizi wa mitihani. Yule msimamizi wa mitihani anaitwa raqibu au muraqibu. Muraqib ni yule ambaye kakaa ili kuangalia watoto hawafanyi cheating, hawaghishi, hawaangaliziani majawabu, anaitwaje yule? Muraqibu. Lakini pia lugha hiyo hiyo imetumika kwa mwanadamu. Mwanadamu Allah anasema amemwekea watu wawili, ni malaika wawili, raqiban na nani? Atida. Kawekea malaika wa kumwangalia kila anachokifanya. Kwa yule muangalizi anayekuangalia anaitwa nani yule? Muraqibu au anaitwa raqibu. Na hapa anamwambia ningeondoka baadaye ungeje kusema wewe wala mtarqub qawli, hukuifuatilia, hukuiangalia kwa kina kauli yangu niliyokuambia wewe ndio kiongozi wa hawa. Ndio leo hilo tu. Kama si ile mimi ningetoka ningekufuata. Lakini nikikufuata wakati wewe umeniambia nibaki hapa nikiwa kiongozi, ndio nimetii hivyo, ni maasi. Kwa hili ndio linafanya nisitoke kuja huko.
Kisha Musa akamwelekea Musa Samiri akamuuliza, haya na wewe kilikuponza nini? Qala, Mungu akasema, Musa akasema, fama khatbuka ya Samiri, una jambo gani na wewe Samiri? Ndugu sifaji, muda sio rafiki, tutakuwa radhi tuishi hapo hapo. Hizo aya mbili zilizobaki, sijui tatu, zitamalizwa na anayekuja kesho au zitarukwa hizo, ili mradi tusije tukawa tumepoteza muda zaidi. Tutoe dakika chache kwa ajili ya hichi tulichokisema. Inawezekana kuna neno inatakiwa mtu kuchangia mawazo, au inawezekana mtu anataka kusawazisha sehemu, au inawezekana anataka kuuliza sehemu, ili dakika hizi chache tuzitumie kwa hilo. Kwa tumekuwa nukta tatu. Nukta ya kwanza tulioigusa Musa na wachawi wa Firauni, sawa, ikawa imeisha. Nukta ya pili tulioigusa Musa na Firauni kule kukimbizwa kuelekea baharini, Mungu akamuokoa, ya pili. Baada ya kumuokoa hiyo, nukta ya tatu Musa kwenda kuchukua Taurati kule katika miqati rabbihi. Hizo ni nukta tatu tulizozigusa, na kila nukta moja ina nukta zake za pembeni. Hadha wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.